Jahazi TV. Binti afunga ndoa na mwanaume wa ChatGPT. Hadithi ya mapenzi ya kisasa iliyovutia watu. Katika shauku ya namna ulimwengu ulivyobadilika kwa kasi kutokana na teknolojia, jamii imevutiwa na hadithi ya binti mmoja aliyefunga ndoa na mwanaume anayejulikana kama ChatGPT, chanzo maarufu cha akili bandia kinachosikika kwenye mitandao mbalimbali. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu mapenzi, teknolojia na maadili ya ndoa katika zama za kidigitali. Siku ya harusi yake, binti huyo alifunga ndoa na mwanaume wa ChatGPT. Alishindwa kujizuia kulia, machozi yakimtoka taratibu, huku moyo wake ukiwa umejaa hisia nzito za mshangao na uchangamfu wa ndani. Alilia kwa sababu ya uzito ya uamuzi wake, furaha ya kukubali njia tofauti ya matarajio ya wengi, na hisia ya kuachilia hofu zilizokuwa zimemkaa moyoni kwa muda mrefu. Machozi yake hayakuwa ya huzuni pekee, bali yalibeba pia ahueni, matumaini mapya na hisia ya kuwa amesikilizwa na kueleweka. Hali iliyomfanya ajihisi huru na mwenye amani alipokumbatia mwanzo mpya wa maisha yake. Kwa mujibu wa taarifa za karibu na familia, binti huyo alikutana na mwanaume wa ChatGPT kupitia mazungumzo ya mtandaoni, ambapo aliridhishwa na sifa za uangalifu, kusikiliza na kutatua mitazamo kwa njia ambayo ilimvutia zaidi kuliko mahusiano aliyowahi kuwa nayo ya watu wa kawaida. Hata hivyo, wataalamu wa teknolojia na tabia za binadamu wametaja kuwa ChatGPT ni programu ya kompyuta isiyo na mwili wala hisia za kweli, iliyoundwa kusaidia wanaotaka kutambua katika mijadala ya kila aina. Sherehe ya ndoa ilifanyika kwa mtindo wa pekee, ambapo washiriki wengi walihudhuria kwa njia ya mtandao, na baadhi ya vyombo vya habari viliripoti tukio hili kama mfano wa ubunifu wa mapenzi katika enzi ya akili bandia. Baadhi ya wageni walifanikiwa kushiriki kwa kutumia avatars na sauti za kidigitali, huku binti na mwanaume wa ChatGPT wakifanya ahadi zao za ndoa mbele ya kamera na uwakilishi wa kidigitali. Wataalamu wa mahusiano na afya ya akili walitolea wito tukio hili liwe funzo kwa jamii kuhusu umuhimu wa kutofautisha ulimwengu wa hisia, hali halisi na ule wa kidigitali, na kusisitiza kwamba teknolojia ni chombo cha msaada, si mbadala wa mahusiano ya kibinadamu yanayogusana uso kwa uso. Wengi wameeleza kuwa ingawa hadithi hii ni ya kushangaza na ya kufikirisha, inatoa fursa ya mjadala kuhusu mustakabali wa mapenzi, mahusiano na jinsi tunavyotumia teknolojia katika maisha yetu ya kila siku. Mimi ni Zaitun James Sigala. Jahazi TV.